Karibu tena msikilizaji, endelea kukaa nasi. Tumekuandalia mengi. Na siku ya leo tunakuuliza, toka Rais William Ruto akae madarakani kutoka tarehe 13 Septemba mwaka 2022, atakuwa anakamilisha miaka yake mitatu siku ya Jumamosi. Lakini tunaweza ongelelea atakuwa anakamilisha miaka mitatu. Na katika miaka hii mitatu tunakuuliza wewe msikilizaji, unaona President William Ruto, rais wetu, amefanya mambo gani yenye ya kuleta mabadiliko kwa nchi yetu? Mambo mengi amefanya. Najua kuna wengine wako na positive na negative. Lakini msikilizaji wetu, tunakuuliza siku ya leo, kwa sekta hii ya blue economy ama uchumi wa blue, wewe unaona Rais William Ruto amefanya maendeleo gani? Sijui wewe una mapendekezo gani kwa swala kama hilo? Katika uchumi wa samawati, mimi kama Patience Samba, maana sitaki kuzungumzia mtu yeyote yule. Katika uchumi wa samawati kwanza tunajivunia. Niseme cha kwanza tunajivunia kwa sababu ni kitu ambacho kinatusaidia. Ukiangalia katika masuala ya festive holidays. Unajua wakati wa festive holidays na kwanga na wakati mzuri sana. Na katika uchumi wa samawati pia tukiunganisha sana na mambo na tourism, unapata kwamba watu ambao wanatoka katika nchi mbalimbali kuja katika nchi yetu ya Kenya, unapata kwamba wanajiunga sana na katika uchumi wa samawati kujipatia likizo ambayo inaweza kuwapendeza. Sasa nikianza katika swala ambalo umesema about the positive and the negative effects ambazo tunaona maybe rais wetu amejaribu kufanya, amejaribu kushindwa. Na sisemi kwamba amejaribu kushindwa kwa sababu anajaribu. Na kila mwanadamu basi hakosi lake baya na lake nzuri. Katika ubaya wake ama katika uzuri wake, mimi nitaanza na the positive. La kwanza nitasema kwamba amejaribu katika kufafanua ama kutengeneza the fish cages. Unajua katika kitambo ule wakati maybe tuseme ni mambo ya iliyopita, unapata kwamba samaki nyingi zilikuwa zinavuliwa, haziwezi kutengenezwa, haziwezi kuwekwa mahali pazuri, zikakaa paka zikakuja kuuzwa. Inapatikana kwamba samaki zinaoziana hapo, unapata the losses. Instead of getting the profits, unapata kwamba yule ambaye anavua samaki hapati zile profit anatakana kupata. Kitu kingine cha pili, unapata kwamba Rais William Ruto aliweza kutoa grants mbalimbali katika kila county mbalimbali. Kama Migori pale aliweza kutoa, katika Coast region hapo alitoa, katika Mombasa alitoa, Kwale akatoa, Kilifi akatoa, Taveta. Kusema kama nini? Kusaidia wale ambao ni wavuvi, kusaidia uchumi wa samawati ili kujikuza katika jinsi inavyofaa. Tukiangalia Mombasa, hapa Liwatoni aliweza kusaidia pia. Mambo yanaendelea pale ni mazuri, si kubaya sana. Tangia tengeneze pale panaonekana bado ni pazuri. Japokuwa hajatengeneza ile inavyofaa, lakini amejaribu. Kuzungumzia na swala la mambo na transport hapa maritime transportation hapa hivi Mombasa pia amejaribu. Kwa sababu tuseme tu ukweli, jinsi palivyokuwa na panavyokuwa sasa hivi amejaribu. Kulingana na vile watu walikuwa wanaongelea wakati ilikuwa ni mambo na port kupeleka wapi, Naivasha. Watu walilalamika sana. Ilikuwa ni jambo ambalo kila mtu alikuwa anazungumzia, lakini baadaye Ruto alitimiza promise yake, akaregesha huko Mombasa. Tukizungumzia swala ambalo linahusu sana vijana, niseme kwamba vijana kadhaa, juzi nilivyoje kusema kwamba kuna kijana ambaye anafanya kazi ya nini, ya kuvua samaki. Kuna vijana ambao wamejitolea, japokuwa wengi wao hawajanufaika nao kutokana na ile kupatikana kwa boats. Kuna zile modern boats na kuna the wooden boats. Lakini japokuwa hawajaangalia sana hili, lakini wanajituma, hawaangalii zile shida wanazopitia, bado wanapata kile wanachotaka kupata. Ukizungumzia swala ambalo limekuwa sasa likikwaza watu wengi, lakini nikisema mimi kwangu linanisaidia mimi, ni kuhusiana na masomo ya wanafunzi. Unapata kwamba wale ambao wanasomea mambo na uchumi wa samawati, mambo na maritime, mambo na nini, wanapata nafasi ya kujikuza, kujua nini kitachoendelea. Na tuzungumzi tu eti kwamba uchumi wa samawati hivi. Wanaweza kujua jinsi fedha zinavyoendeshwa, wanaweza kujua jinsi wanavyovua samaki, wanaweza kujua different equipments zinavyotumika katika mambo na uchumi wa samawati. Si rahisi hivyo. Unapata kwamba amesaidia kuwekeza katika hizo shule mbalimbali ili kusaidia wanafunzi kusoma. Tuende katika jambo la negative. But before uende kwa negative, dakika zimepita tu 2, nimekuelezea na kukujuza kuhusu Africa Summit Arena. Hii ni summit yenye ilianzishwa na William Ruto.
Sasa sijui msikilizaji, ndio najua changamoto zipo na negativity mko nazo, lakini nimekujuza na nikakujuza umuhimu wa summit kama hii. Sasa yeye ndo alikuza hiki. Hii summit hii ndo alianzisha mwaka wa 2022. Umegusia jambo la uvuvi. Kama mwezi mmoja umepita tulikuwa na mgeni hapa na akatujuza kuwa, nimekujuza na nitajuza tena kuwa uvuvi una pesa. Lakini endapo uta focus huko kamili. Sasa juzi mwezi mmoja umepita kulikuwa na mgeni ambapo alikuwa ameshawishi vijana wengi wajitokeze kwa mradi wa Yisa. Mgeni mwenyewe alikuwa anaitwa Knight. Yeye ni mwekezaji huko kwa foundation hiyo ambao ni foundation ya miaka 5, project ya miaka 5. Sasa akaelekeza vijana na kuwatia moyo na kuambia wajitokeze, wajisajili. Kujisajili ni bure kabisa. Bila shilingi, yani ni wewe utafute group yako, na alisema for you to get the loan unafaa at least group iwe 15 people maximum ndio uweze kupata hizo loans. Sasa kwa kujiregister projects ni nyingi. Alisema kuna ya kufuga mabuu, kuweka aquaculture, pia mambo na aquaculture umegusia pia. Ni kilimo, manake umesema kuvua samaki kule baharini, wengine ni wakubwa, wavuvi hawawezi fika kule. Mbona tusitengeze hizi aquaculture za kilimo cha kukuza samaki kwa ponds? Hiyo ilikuwa one of the project yenye huyo mgeni wetu alisema. Sasa msikilizaji, kama uko pale nyumbani, kabla tuongelee negativity ya rais wetu na mambo ya uchumi blue, najua utajiuliza uchumi blue ni nini kwanza. Ni mambo na maji, yani aquaculture, mariculture, zote hizo ni mambo na uchumi blue. Na sisi kama Blue Radio tunakujuza mambo, tumefocus sana na mambo na blue economy. Sasa wewe msikilizaji wangu, kama uko pale nyumbani, hakikisha umejitokeza. Namba za simu zipo, nitawapa. Jitokeze useme mimi ni mmoja wao nataka. Manake white collar jobs, si kila mtu atapata white collar jobs. Ndio tumesoma wengi, lakini si wote tutapata white collar jobs. Sasa kama uko pale nyumbani na unasikiza sauti hii na unasikiza kipindi hiki, kindly tafadhali jitokeze. Nitaweka namba za simu, alafu uende ukajiregister. Ni kweli. Groups kama watu kama 15. Unaanza kupata loan na mnafanya project yenu sawia. Na walisema ikiwa project yenu inaendelea kukua, the more grants mnazidi kupata, na pesa pia loan, kiwango cha loan yenu kinaongezeka. Na tunafika pahali pazuri, mnatufugia samaki na tunakula na tunanawiri. Na unapata profit. Naam. Manake tusitegemee white collar jobs. Tarejelea tena. Kweli. Tumetegemea white collar jobs. Ndio najua tumesoma. Tumesoma, wasomi ni wengi. Unataka ofisi. Yes. Si kila mtu amepangiwa kwa atafanya white collar jobs, hata kama umesoma kiwango gani. So jitokezeni, namba za simu nitaweka tena. Alinipa namba yake. Hata nimetoka kuongea naye jana. Nilikuwa nataka kuwekeza kuhusu ile kazi ya kukuza mabuu. Alisema mabuu hayo yanakuzwa, baadaye yanakaushwa, baadaye kuna venye yanatengezwa kwa machines mpaka yanakuwa yanakuja, yani process fulani inatokea hapo. Tunapata shampoo na ya kukuza nywele. Hiyo project ilinifurahisha sana. Ni venye bado sijapata group. Tunaweza shikana, sio? Tushikane. Naam. Mabuu yasagwe mpaka yatoe products za nywele. Wewe unaona hiyo ni jambo zuri sana. So kijana, popote ulipo, nitaweka namba za simu. Nitazisoma. Endapo uko pale, ujitokeze. Ujiregister, ni bure. Kitambulisho chako pekee ndio kinahitajika. Pekee. Naam. Umesaidia sana. Sababu kweli hiyo itasaidia vijana wengi kupata kazi. Wewe niambie mabuu kusagwa mpaka ndio ile the first process. Anasema of course mabuu yale yananuka nini. Changamoto zitakuwepo mara ya kwanza, lakini ukishazoea. Jambo lingine ni Majestic Zero Waste Plastic. Walikuwa miezi iliyopita. Tumemwona kwa Africa Summit Arena. Ametuwakilisha huko, amewakilisha vijana. Yeye anasema aquaculture amebunifu sana na mambo ya plastic management. Pia anasema wametengeza mpaka app ya kuwa umepata takataka zako zimefika kiwango fulani, una press hiyo app, unasema ndio hizi taka zangu, wanakutest penye huko, wanakuja wanachukua taka. Hilo si jambo zuri kuliko kuchoma taka, kuliko kufukia taka. Maana last week niliwaambia taka hazichomwi ovyo ovyo. Gas chafu itakuwa emitted huko na itakuwa imetuathiri sisi kiafya.
So Majestic, nani shout out to nani Steven Musyoki, popote aliko, yuko Nairobi bado. Kama ukiwa bado unashangaa Africa Summit Arena ni nini, ingia pale mtandao wa YouTube kwa mitandao yao, utapata safi kabisa. So amerepresent vijana wengi sana kwa nani ufuo wa pwani. So sisi tuko hapa kukusaidia. Tuko hapa kukusaidia, namba tutapeana na tutasonga mbele pamoja na kutunza mazingira. Kweli kabisa. Naam. So tukizungumzia swala ambalo tunazungumzia sasa hivi about kile ambacho kimefanyika na Rais wetu Ruto katika miaka mitatu katika uchumi wa samawati. Tumezungumzia baadhi ya hizo vitu vizuri ambavyo wametengeneza ambazo ni the positive things. Tuzame katika negative things ambapo anajua watu wengi wanapenda sana kukaa hapo katika mkao wa nini, katika mkao kusikia sana mambo na negative. Lakini niseme kwamba mimi husema kwamba ubaya wa mtu hauji kutokana na kazi anayofanya. Ubaya wa mtu ni ile ambacho kuona kwamba hujaangalia sana kile ambacho amekifanya. Unajua kwa mtu anaweza kaa tu chini akasema Esther, wewe Esther nimempatia kazi na hafanyi. Unajua ndio ubaya wako. Lakini kuna kile Esther umefanya na mtu akioni kila siku ya kugombeza afanye kazi, but kuna kazi ambayo unafanya. So langu kama kabla sijasema hivi niseme kwamba watu wanafaa kwanza wampatie rais wetu time maybe. So the negative effects ya kwanza ni tumezungumzia swala la kupata shule za kufundisha hawa wanafunzi, ila kuna tatizo ambalo ni la equipment haziko za kutosha. Unapata kwamba wanafunzi wanapotoka katika shule mbalimbali kwenda pale kujisomesha, wanapata kwamba hakuna the most important things za kufundisha hazipo. Swala la pili ni bei ya ni bema tuseme taikaje, the school fees iko juu sana. Unapata kwamba katika masomo hayo unapata kwamba fees bwana si mchezo. Alafu la tatu katika mambo na elimu ya kusoma mambo na uchumi blue, unapata kwamba siwezi zungumzia kwa kina sana but naweza sema wanasoma masomo ambayo yanatoka nje. Yaani niseme nini? Katika masomo yetu sio ambayo tumesoma tumetoka katika colleges, unapata kwamba kuna masomo ambayo yanatoka pa Kenya yanatoka nje ya nchi. Maybe USA mtu analetoa masomo ya wazungu kule, unajua kwa masomo kama Mkenya. Hilo ndio jambo ambalo pia linasababisha ukosefu wa wanafunzi kutosoma vizuri katika mambo na uchumi blue. La pili, Rais Ruto amejaribu kutengeneza nini? Amejaribu kutengeneza bots. Akatengeneza akawad watu wafurahie, wafanye kazi vizuri. Lakini kuna baadhi ya watu bado pia hawajafanikiwa, yani hawajafikiwa. Sasa sijui imefikuaje wakasahaulika. Lakini pia ile swala ambalo wanafaa kuzungumzia, wanafaa kiti chini waangalie. The wooden boats bado still ina affect watu wengi sana. Unapata kwamba inaweza fanya mtu akafariki kwa sababu haina uwezo kumkinga wakati mwingine. Wewe kama venye wewe ni mwoga kwa maji. Bwana boat la nini hiyo? Naanzaje mimi? So jambo lingine afuatilie sana ni hilo. Alafu tukizungumzia swala la liwatoni, japokuwa amesaidia, lakini kuna vigezo ambavyo hajavifikia bado. Unajua kuna ahadi tunapeana sisi binadamu. Tunasema nitafanya hili, nitafanya lile. Japokuwa umegusia kidogo, kuna jambo ambalo na wala wasikilize vizuri ya kwamba pale liwatoni alitengeneza, alianzisha tu, lakini bado hajafikia katika kile kigezo. Cha nne, swala la feri pale. Mimi sitaki kuingilia lakini nitasema swala la feri pale ukizungumzia sana kila siku wala ambao wanatoka pale feri, maana yake mimi nishaishi huko. Na msiniingilie maana yake ni maoni yako, ni maisha. So unapata kwamba feri ambayo ulipana wewe jana Esther ilikubeba vizuri kwa kupitisha ukaenda nyumbani. Ukirudi asubuhi unaambia kwamba ile feri huwezi panda tena kwa sababu ina shida nini, sijui ni engine sijui nini. Sasa mmejazana asubuhi unaelekea bibi ni shule, mwingine ni kazi. So the congestion inakaa ni kubwa sana. Na mnaambia kwamba hamwezi beba kwa feri moja mpaka mngoje. So feri ziko kidogo, meli ziko kidogo, waangalie ni nini tunaweza saidiana nayo. La tano la sita. Tuangalie swala la samaki. Kuna ile samaki za kuvuliwa bila leseni. Unapata kwamba watu wametoka mahali fulani wakaja kuvua samaki bila leseni. Yaani hawa watu kwanza tuseme kwamba wanaharibu, maana yake sasa hata ile pesa ambayo iko takikana kuingia katika the profiting ya Kenya na nini inapotea. Ushirikiano pia swala la 7. Katika nchi ya Kenya tuna hii East Africa Community, si ndio? Lakini kulingana na vile mambo yanaenda, sijui mimi kumekuwa na hizi tabia kwamba watu wanakosana, wavuvi wa Kenya, wavuvi sijui wa Uganda, wavuvi sijui
kuna hili mnakosana mgongano, aangalie aseme hapa tutatengeneza vipi, tunaanzia wapi, aketi chini afikirie na asaidie. Swala ambalo nilikuwa nataka kuzungumzia la mwisho, ambalo maybe ni la mwisho, naja kuongezea maybe ningifikia labda mahali. Kuna hii story ambayo tumekuwa tukizungumzia muda mrefu, lakini sasa sijui kama atakumbuka. Akaahidi, akasema mimi kama rais wenu itafika mahali nitatengeneza wavuvi, yani nitawatengenezea, unaona kama pale feri, nitawatengenezea wavuvi yani mahali pa kukanyagia pazuri, yani mahali mtakuwa mwaegeza feri hizo msituni, si feri ni boats, maana kwa mahali mtakuwa mwaegeza. Nasikia Migori atatengeneza, nasikia tu kama Migori atatengeneza, na pale Migori kanunua 25 hizo mabota akapeleka. Sawa, hewa la hongera. Ila bwana, mahali ambapo alitengeneza bwana pa kukanyagia hawa wavuvi wetu jamani, wasije wakatumbukia, wajua ndio tunawategemea, wajua ajaribu sana. Umegusia swala la Liwatoni. Liwatoni kuna venye bado haiko sawa, ndio maana masuala ya ufisadi. Ndio maana nimesema aligusia tu. Unajua kuna kugusa na kutengeza, kuna kugusa na kutengeneza. Ndio maana nasema kila siku ahadi lazima utimize. Ukiweka ahadi lazima uitimize. Kwa hivyo ahadi ambayo aliweka, alianzisha tu, akamilishe. Tunangoja. Last month tumekuwa conference mahali kule Mtwapa. Na ilikuwa tu ni conference ya wavuvi. Wavuvi walilalamika sana. Kwanza swala la Liwatoni walilalamika sana. So sijui kama ni serikali huko juu, maana fedha zimetolewa, lakini haziwafikii wavuvi. Mimi sema serikali juu. Acha nikwambie. Unajua kila siku tunaambiwa adui yako ni yule ambaye unaishi naye. Mimi kila siku usema tu adui yako Esther ni yule karibu naye. Hata Biblia iko correct kabisa. Usifikiri kwamba adui yako uko mbali na wewe. Adui ni yule ambaye uko karibu naye, ameketi naye, mnacheka naye. So tuseme kwamba wale ambao wanafanya nao kazi hapo hizo vigezo tu. So unajua pale kuna sui nani hizo vigezo zinafuatizia. So hapo ndo angalie. So wasema ni kama tu tuseme pesa ya wanafunzi niingia ya maybe ya mahali fulani, unapata na baona kidogo, ndo ngoje unajua yule mwanafunzi anataka kiasi gani. So ni hivyo swala la ufisadi, yani hili swala la ufisadi limezungumziwa kila sekta. Anafikiri kama angeketi tu chini afikirie jinsi wavuvi wanavyoteseka. Maana yake mvuvi kuamka kwanza ile asubuhi inakuwa ni usiku, sijui ile kwa ni saa ngapi, kufika pale baharini na kuvua, usalama wake kwanza uko kwa shida. Usalama na kwa angalie la muhimu ni gani. Swala la watu mimi sitakosea kusema amegusa tu. Wavuvi nao wamelia sana na swala hilo. Wamama wa kuuza, mama karanga wamelia sana. Wanasema kwanza pia wako na upungufu wa hizi za kuweka storage. The fish cages. Mimi kila siku ninawaambia. Hata ni vile tu sina uwezo wa kuzungana, sina redio yangu, lakini kama ningekuwa na redio yangu ningekuwa na uwezo wa kusema. Mimi kila siku husema si swala la rais tu peke yake. Mimi nitasema hivyo. Kama mimi ni mfanya biashara wa viatu na nina store yangu pale. Store yangu ya viatu ipo, lakini sina box za kuwekea nini viatu. Si kuna siku nitatafuta tu niseme cha leo nitoke hapa kidogo nitafute hivi box hata kama za kuwekea sijui niweke viatu. Sasa mimi nasema kwamba cha kwanza tujisaidie sisi wenyewe. Tusifikirie sana. Wajua hata ukiwa na malengo Esther, unasema nataka kuwa mwanahabari fulani mkubwa hivi, lakini sipo kuanzia chini. Kwa hivyo jamani, najua wanateseka, lakini lengo langu mimi nasema kwamba wajisaidie kwanza, wanavongoja msaada kutoka kwa Rais Ruto. Basi pale waanzie. Maana yake si unataka profit. So utaka samaki zako pia zifanikiwe, zisioze, zifanikiwe vizuri. Basi tengeneza mwanzo. Tegea Rais Ruto kutengeneza labda maybe sitoko umesaidika. Lakini serikali ndio tegemeo. Serikali ni tegemeo Esther. Sawa. Wanawategemea hao, fedha zinatoka huko juu. Wafanyeje? Ndio naweza kuwa nimejisaidia kabisa. Lakini sasa ni fedha nataka huko. Sasa mkishaniibia kutoka huko juu mimi nifanye nini? Kwanza ukizungumza swala la fedha. Mimi nitasema kwanza wale ambao wamekuwa wakiapply ito nini hii? Hustler Fund. So watu wengi ninavyojua biashara wengi wanatumia Hustler Fund, wanatumia sijui vitu fulani hizo za mafunds. Niseme kwamba Rais Ruto maybe angefikiria tu hivi vile umesema 15 people. Unajua tukiungana kidogo tukikaa pamoja ndio uwezo wa kufanikiwa kabisa. Unavyosema kwamba watu wawili wakikaa pamoja unapata suluhisho.
Maybe labda wakati pamoja wazungumzie kama ni wamama 6 ama wamama 7, 10, 20 wanauza samaki. Hawa kina mama tukiweka pamoja tu watafute mahali pa kwa kazi samaki, itakuwaje? Maana hata sikudangani tukisema ni samaki kila mama samaki tumtengeneze yake, uongo. Naam. Ni uongo. Kwa hivyo ajaribu sana, maybe afikirie atawasaidia vipi. Lakini kina mama zangu jamani, mimi nawaombeni kama uko unaweza kujisaidia usingoje kusaidiwa. Maana mimi najua kina mama wengi ana struggle pale nje kupata hiyo pesa ya mwanafunzi, pesa ya nyumba, karo, chakula, malazi. Kweli. Naam. So atafute mwanzo. Kama ameona ameishiwa kabisa ile siezi. Ndio sasa jamani, Rais Ruto aingilie jamani. Asikose kuwasaidia kina mama. Tunaomba tu asaidie pale ambapo alifikia. Tunajua aligusa tu, lakini atengeneze vizuri. Naam, msikilizaji umesikia hayo. Kabla hujasaidiwa na serikali ama kungoja pesa za William Ruto, hata mama kibanda pale. Sisi kudanganya Esther. Nataka kuanzisha biashara ya kibanda. Wewe niambia naweza ninunua mboga ngasa kuna kisu. Iweje? Ya kwaje? Eti kama leo nimenunua mboga, nimenunua managu, nikanunua mchicha nikaeka. Lakini sasa hapa nimenunua kila kitu. Pesa imeisha. Sina hata shilingi mbakia, lakini sinunua kisu. Itakuwaje? Tunaanza na vile vigezo vya muhimu. Tunaanza na vitu vya muhimu ambavyo ni kisu, tuende kwa beseni, tuende sijui kwa mitungi ya kuwekea maji ya kuosha, alafu tuende kwa mboga. Lakini ukianzishia kule chini nikipanda juu nitafeli baba. Itakuwaje hivi? Msikilizaji umesikia, tunachukua tu mapumziko mafupi alafu baadaye tunarudi na mengi. Karibu tena mpenzi msikilizaji, dakika 39 zimekatika baada ya saa 6 awamu ya mwisho. Jina langu ni Esther Chiro. Na mimi hapa Patience Samba. Na tumekuwa tukizungumzia masuala na uchumi wa blue economy. Na msikilizaji, unajua tu kuwa blue economy si tu kuhusu uvuvi. Ni kuhusu utalii wa baharini, umeme wa mawimbi, kilimo cha samaki na uhifadhi wa rasilimali. Na kabla hatujamaliza, Kenya Maritime Dialogue iko hapa nasi. Ikiwa theme ni Maritime Labor and Sea Service, ambayo itakuwa inafanyika pale Pride in Paradise Beach Resort tarehe 25. Unajiuliza Kenya Maritime Dialogue ni nini? Before iitwe hiyo Kenya Maritime Dialogue ilikuwa inaitwa Mombasa Youth Dialogue on Maritime and Shipping Affairs. So hii ni jumla tu ni mambo na a growing national platform that brings together maritime stakeholders, policy makers, academia and youth people to chart a future for Kenya Maritime. Hii yote ni mambo tu na uchumi blue. So tarehe ni 25 mwezi ni huu. Wewe kama mwana youth, wewe ni policy holder, academia, nyote pale mnaalikwa pale. Conference hii inatujuza mambo tu na uchumi blue samawati, yani kwa ujumla wote. Sijui kama una lingine la kusema? Sina usemi, ila niseme kwamba kile jambo tunalofanya katika hii dunia jamani lina consequences zake. Consequences ziko sili nini? Jambo tunalofanya pale baharini, tunalofanya pale njiani, popote pale, huwa linakuanga na sababu, linakuanga na changamoto zake. Sijui changamoto, consequences ziko sili sijui nini. Lakini niseme kwamba tunavyoelekea baharini pale ama tunavyoelekea katika masuala ya uchumi wa blue, sijui ni samawati ama na nini, vitu zote kwa ujumla, tuhakikisha kwamba tunafanya jambo linalofaa. Wakati tunapokaa, fanya jambo linalofaa kwa wakati unaofaa. Tusifanye jambo la kuudhi, jambo unajua mimi nambenga mtu kwamba unaweza keti mahali, maybe umekula ndizi. Alafu ama niseme mfano mbona rahisi. Mfano mbona rahisi kabisa. Umeenda kaingia msalani ambao wa public pale. Kuna kwa watu ambao ni wa kuosha. So kazi yao ni kuosha tu. Wewe kazi yako tu ni kulipa uingie wewe, utoke uende zako kujisaidia. So mimi jambo hilo linalikuwa sana ni kuona kwamba mtu anafanya kusudi kwa sababu kuna mtu ambaye anafanyia kazi. So una haja gani uingie msalani wewe msikilizaji uharibu kwa sababu kuna mtu ambaye anaosha. Hii tukia katika mambo na uchumi wa samawati, uende pale baharini. Kwa sababu kuna watu ambao wanajivolunteer, kuna watu ambao wanafanya usafi pale baharini, kazi yao ni kusafisha. Basi sababu yako kuu ni kwamba niende tu niharibu kuna mtu. Kwa nini uweke kile kwamba kuna mtu? Jiweke wewe mwenyewe kama mimi mwenyewe Aspiration Samba kwamba nikienda mahali fulani nafanya kitu fulani kwa wakati unaofaa. Nisiharibu mazingira, nisiharibu unaelewa. Lakini tukisema kwamba kuna mtu fulani atakuja kusafisha, kuna mtu fulani atakuja kutengeneza, tutakuwa tunaharibu. Kwa hivyo kila mtu afanye jambo lake inavyofaa kwa wakati unaofaa. Kabla hatujamaliza, kuna uchumi wa blue na mambo na utalii. Najua utajiuliza kwa nini uchumi wa blue. Tumebase sana manake ni mambo tuna mazingira. Ndio sekta nyingi ziko bottom up
Hustler Fund, mambo na HELB. Lakini leo tumeamua tu kufocus sana na uchumi wa blue. Sijui utaongeleaje mambo na utalii kabla tumalize. Maanake tunaona msimu huu na ukuja watalii wanakuja sana, na samaki ndio hao, madao maboti ndio hayo. Utamwambiaje msikilizaji? Kwanza niseme kwamba tuko na changamoto kubwa sana. Tukizungumzia nimezungumzia swala la feri, ni kidogo. Watalii wanavyokuja katika nchi yetu kusafiri katika maeneo mbalimbali, kujumuika na familia, unapata kwamba mimi kwanza tuzungumze apart from wale wanatoka katika nje ya nchi. Kuna wale ambao hapa Kenyani. Unajua mtu anatoka Nairobi kuja Mombasa kuja kusafiri kuona feri vile iko apande pale juu atembezwe, unaelewa? So kuna mtu bepe anatoka nje ya nchi kufanya hivyo. Kwa hivyo tuna changamoto kubwa. Maana yake madau haya maboti ni kidogo, cha kwanza. Cha pili ni kwamba pia ferry pay kidogo. Yaani in short vile vitu ambavyo vinatakana kufurahisha mwananchi wa kawaida ama mtu kutoka nje kujitengenezea furaha yake hapa Kenya, vitu ni kidogo. Kwa hivyo kumaanisha nini? Rais Ruto tunamrai jamani afanye kazi inayofaa. In short of kushinda kuweka ahadi kila siku kwamba afanye hivi afanye vile, hatimizi. Unajua hizo ahadi pia ni kama tu Mkenya anaketi chini anaziandika, alafu anatik ni ngapi ametengeneza nganya anatengeneza. Kwa hivyo make sure kwamba anatengeneza jinsi inavyofaa. Tunapoelekea katika festive seasons hatujabaki mbali. Angalie sana. Hiyo tu. Msikilizaji, ndio najua kila tumesema kila lililo zuri halikosi ubaya. Na kwa kuongea tu Rais William Ruto, najua popote alipo anasikia na amesikia maoni, maana atakuwa anakamilisha miaka 3 kitini toka apishwe kwa rais wa 5 wa Jumuiya ya Kenya. Kweli. Msikilizaji, tusiangalie sana ubaya. Tukue positive. Tuhakikishe kuwa ndio alisema hivi. Lakini hajamaliza bado. Bado kuna miaka mingine 2 inayokuja. Sasa msikilizaji wangu popote ulipo, ikiwa we ni kijana, mzee, mama karanga, maana tumebase sana na mambo ya uchumi wa blue. Popote ulipo, wacha tumpe anga hizi miaka 2 iliyobaki. Labda atakamilisha. Tusimkandamize sana tukisema kuwa alisema ametenga miaka 3 ndio imeisha, tujaona kitu. Ndio barabara zinatengezwa, tumeona at least madao nini pale feri watu walikuwa wameanza kusema tuwafaa tulipe, akaja katutetea hakuna kulipa, sisi tutakuwa tunawalipa wale watendakazi wako pale wanafanya kazi feri. Sasa msikilizaji wangu popote ulipo, tukue tu positive. Kweli tukue tu positive. Manake hii sekta ni kubwa sana. Ni kubwa sana. Kutoka kwa uvuvi endelevu mpaka wewe mama karanga ama mvuvi ufikiwe pale na zile rasilimali ama zile fedha. Si jambo rahisi. Na tukitamatisha tu, nataka pia tupongeze pia serikali, maana pia ni macho yetu kule. Maanake huwezi toka hapo useme unataka kwenda kuvua. Mimi nikija nikikukataza of course hutanisikia. Lakini serikali ikiwa macho yetu, yule mvuvi mwenye hajaji register the illegal fishing. So serikali ni macho yetu. Hata kama kuna ubaya, lakini pia kuna yale mazuri. So msikilizaji wangu usimgandamize sana, yeye pia ni mwanadamu na ana mambo mengi. Imagine 47 counties. Sawa, najua kuna stakeholders wameekwa kila kona katika hizi counties 47. Lakini yeye ni mmoja pekee yake yeye ndo kusema. Ndio maana nimeona nikasema kwamba kabla hajasema ufanye kitu fulani, unajua kile kitu ni kujituma. Maana nikasema ile mfano wa mboga. Unajua kabisa mvivu anafaa kuwa na leseni. Usingoje kuambiwa na rais ama ungoje kuambiwa na sijui na nani pale kijini, tafuta leseni. Kwanza anzia pale chini ukienda juu. Tafuta robot na nini, hakikisha leseni iko pale kukulinda. Before uanze kupigiwa kile na mtu kama una leseni na nini, tengeneza kwanza wewe mwenyewe. Akija anamalizia. Na umezungumzia hilo nikakumbusha CBOs na BMUs. Kwanza hao ndo macho ya serikali zaidi. Hatuwezi sema eti tunataka Abdulsama zatoke huko akuja atuangalilie venye bari yetu iko. So CBOs na BMUs ndo macho ya serikali. Kweli. So wakiweka zile sheria tuzifuate. Tuzifuate. Manake wewe sasa wewe ni nani? Wewe kwa nini serikali? Kumbuka BMUs na CBOs wamekuwa registered, ndio wanapeleka taarifa kwanza. Zile ukiona kuna matatizo ni wewe upeleke yale matatizo, malalamishi yako kwa BMUs na CBOs,
ndio yafike kule kwa wakubwa. Na kama ni fedha pia zitatoka huko, haziwezi toka huko juu zije zifikie tu mvuvi ama mama karanga. Zitapitia pale kwa CBOs na BMUs zikufikie. So BMUs na CBOs ndio macho ya serikali. Nakumbuka pia statistics zinasema pia bado ni hizo ni hao. UNEP ni kina Kemfrey. Uwezi toka kuniambia, tulikuwa na mjadala na Dr. Judith Okelo, mmoja wa Kemfrey. Uwezi niambia atatoka huko akuje tu aongee na mama karanga. No. Atapitia CBOs, aulize ni nini wanataka kama walalahoi ama wananchi. Ndio fedha ziwafikie ama ni kile chenye mlikuwa mnahitaji kiwafikie. Na tunapotamatisha tunasema tu serikali ichukue hatua, lakini wananchi pia wachukue majukumu. Majukumu hao ni kama gani? Kupunguza plastiki, usafi wa fukwe. Tumesema plastiki, make sure uko na ile chupa tu moja ya kuwa utakuwa unatumia kila kukicha. Plastiki yenye utanunua pale dukani, utamaliza kunywa maji utupe. Usahau utupe. Sisi ni wanadamu. Nasema tutunze lakini binadamu kazi yake ni kusahau. Tutunze ushirikiano kwenye upandaji wa mikoko. Last week nilizungumza kuhusu mikoko. Nikawaeleza, nikawatofautishia kuhusu mikoko different. Mikoko inapunguza mmomonyoko wa udongo, hizo zote. Hata hewa safi jamani pale baharini. Ukienda pale Chuda Creek, of course ukipata mikoko imekatwa utasikia kuhuzunika sana. Lakini ukipata mikoko imenawiri, hewa safi tukikaa pale chini. Mandhari inakaa tu sawa. Kabisa. Uvuvi endelevu na uhifadhi wa rasilimali. Sasa serikali imetoka kule, BMUs wameletea maboti. Ni jukumu letu sisi kama wavuvi ama mama karanga tuzihifadhi zile boti. Mimi ukiniambia nataka kwenda Chuda pale na nataka kuangalia mandhari pale, of course lazima nitumie zile rasilimali, madao na maboti. So nitatumiaje kama hutatunza? Watalii ndo hawa wanakuja. Tumesema ni msimu wenye una Septemba kuanzia mwezi huu wa 9 hadi mwezi wa 12. Ni msimu wa watalii wanakuja. So watalii wanataka hao madao na maboti ya kuangalia mandhari baharini. Zile ile pale kule Likoni ferry, hizo ma engines zenye tunasema lazima zitoe mafuta, zifanywe service kila siku. Hiyo ni jukumu letu kama sisi wenyewe kuhifadhi. Kweli. So wanaweza toa huko tuseme nini wametupa rasilimali hatutunzi. Zikiharibika tuna blame serikali. So tusiwe lawama ya kupoint vidole kwa serikali. Ndio najua ina upungufu wake. Ufisadi upo, liwatoni pale wavuvi wanalalamika sana. Lakini wewe kama mvuvi ama mama karanga ama mwananchi wa kawaida, to make sure zile rasilimali tumekabidhiwa na serikali tunatunza. Wajibu wetu. Sijui kama unaendelea kumaliza kabla tumalize. Sina usemi mimi. Mimi nasema tu kwamba wazidi kukaa katika mkao wa kula. Wazidi kusikiliza. Mambo na uchumi wa blue, mambo na uchumi wa samawati ni kitu cha muhimu sana katika maisha ya binadamu. Tunajua kwamba pana zaidi. Unajua kila siku utakuwa unakula red meat mpaka lini? Basi. Unajua ukichanganya hizi vitu bwana, hata tumbo lako linakaa tu ni sawa. Ndio ukiambua white meat ni expensive. Unanawiri jamani. Mzee pale nyumbani ananawiri. Shangaa mzee, yupi huyu? Kumbe ananawiri tu. So tutunzeni mazingira. Mazingira kishatunzwa basi pale vile vitu ambavyo tunatakana vipatikane vinapatikana kwa urahisi. Alafu cha muhimu jisaidie mwanzo before usaidiki. Na msikilizaji, hatuna la ziada. Ilikuwa tu ni mjadala wa kuangalia tu miaka mitatu yenye President William Ruto ama rais wetu amefanya kwa miaka hii mitatu. Swali linasalia, je, katika miaka miwili ijayo wananchi wa Pwani watapata manufaa ya kweli? Kisio tu imetenga, nimewekeza, nimeweka, vijana watafanya. Ni ahadi tu. So swali litabaki, katika miaka miwili ijayo wananchi wa Pwani watapata manufaa kweli? Pwani tunaongelea Kwale, Kilifi, Tana River. Naam. Na hii imekuwa ni kipindi cha Wimbi la Mazingira. Mkuu na Ruth hawako, nimesaidiana na Patience Samba. Na hadi wakati mwingine msikilizaji, imekuwa ni kipindi cha kueleza na kufafanulia na kuchambua yale mambo ambayo rais wetu amefanya kwa kipindi hiki cha miaka mitatu. Na tunakuuliza, je, miaka miwili iliyobaki tulioambiwa itatengwa tumewekeza yatafanyika? Hadi wakati mwingine, jina langu ni Esther Chiro. Kwa jina langu ni Patience Samba. Kwa heri. You're listening to Blue Radio, bringing the vibe.